وكان الإخوان المسلمون إذا بايعوا حسن البنا يبايعونه على إقامة دولة إسلامية دلالة على أنهم لا يرون وزنا للحكام. asema walikuwa Ikhwanul Muslimina wakimpa bai'a Hassan al-Banna, wanampa bai'a juu ya kusimamisha dola ya Kiislamu kama tulivyoona katika sigha ile, dilalatan ala annahum la yarawna waznan lilhukam, ikiwa inaonyesha kwamba wao hawaoni kwamba kuna thamani yoyote kwa wale viongozi ambao wanaotawala nchi zao katika zama zile. Kama ipo rais ambaye anafahamika, anakubalika na watu wote wako chini yake, lakini wanampa bai'a Hassan al-Banna, wala hawaoni wazni ni thamani ya kiongozi, sababu kila kiongozi ana thamani yake na ana haiba yake. Qala waqad wasafat Zainab al-Ghazali bai'ataha li Hassan al-Banna haythu qalat, na alisifia Zainab al-Ghazali, mmoja katika viongozi wa Ikhwanul Muslimin, li Hassan al-Banna, sifia li bai'a yake kiapo chake cha utiifu kwa Hassan al-Banna, haythu qalat kuntu dhahibatun ila salati dar ash-shubban liilqa'i muhadara, nilikuwa nakwenda katika ukumbi unaoitwa Dar ash-Shubban kutoa muhadhara. Waltaqaitu li ustadh al-Banna, nikakutana na ustadh Hassan al-Banna, faqultu lahu wa nahnu nas'adu duruj, nikamwambia tukiwa tunapanda ngazi kwenda kwenye ukumbi, Allahumma inni ubayi'uka ala al-amali liqiyami dawlati al-Islam, Allah, hakika mimi ninakubaya wewe juu ya kufanyia kazi kusimamia ala al-amal liqiyami dawlati al-Islam, kufanyia kazi jambo litakalo, yani kufanyia kazi jambo litakaloweza kusimamisha dola ya Kiislamu. Wa arkhasu ma uqaddimu fi sabiliha dami, na kitu kidogo ambacho nakiona ni dhaifu, ni dhalili, ambacho hakina nafasi kwangu mimi, ambacho nitakitanguliza katika njia ya kufikia kusimama dola ya Kiislamu, fanya kazi itakayofanya dola ya Kiislamu isimame, ni damu yangu. Faqal, akasema Hassan al-Banna, wa ana qabiltu al-bay'a, na mimi nimekubali bai'a. Qala wa min al-wasail al-mundarija tahta hadha al-asl, na katika wasaili ambazo zinapatikana chini ya msingi huu, da'watul ikhwanil muslimina ila i'tizalil mujtama, ulinganizi wa ikhwanul muslimina katika jambo la kujitenga na jamii. Ikhwanul muslimina wakiwa katika eneo fulani, mara nyingi sana huwa wanajitenga na ile jamii yao, na wanataka wao watengeneze grupu lao na genge lao, ambalo wale ambao waliokubaliana na wao ni lazima wawe wanaingia katika vile vikao vyao, ni lazima wawe wanafuata ile misingi ya dawa yao. Na hufikia wakati wakishindwa katika dawa hiyo, basi wanalinganiana watoke katika hilo eneo waende katika eneo lingine ili waweze kufanya dawa yao. Ambapo hii wanawachuoni wanasema al-i'tizalu shu'batu min at-takfir. I'tizal ni sehemu katika takfiri, kwamba mtu haikufurishi jamii isipokuwa baada ya kuiona kwamba ile jamii haifai, kuiona kwamba ile jamii ni jamii ambayo imeacha sheria za Kiislamu, bali kuiona kwamba jamii ile ni jamii ya kikafiri, kisha anaanza kujitenga. Akishajitenga anaacha kuhudhuria jamaa, kisha anaacha kuhudhuria sala za Ijumaa, kisha mwisho wa siku anakwenda mpaka anaacha kuswali moja kwa moja. Nasallallahu salama wal afia. Na haya yametokea sana kwa vijana wa Hizbu Tahriri, vijana makundi haya ya kikhawarij kama al-Shabab, al-Qaida na wengineo. Wamekwenda mwisho wa siku anaacha kufanya ibada moja kwa moja. Qala wa manhaju salaf qa'imun ala wujub i'tizal al-muslim al-fitan al-'amma allati la yadhharu fiha al-muhiq min al-mubtil. Manhaju salaf, baada ya kujua manhaju al-ikhwan wa sururiya imesimama katika nini, katika huu msingi, manhaju salafi
imesimama katika uwajibu wa Muislamu kujiweka mbali na fitna zote ambazo la yadhharu fiha almuhiq min almubtil, fitna ambazo hajulikani katika fitna hizo yupi aliyekuwa katika haki na yupi aliyekuwa katika batil. Salafi haingii katika fitna. Kadhalika pia imesimama katika wujubu i'tizal almuslim ma yuudhihi fi dinihi kama jalisi su. Manhaju salaf imesimama katika uwajibu wa kujiweka mbali Muislam na yale yenye kumuudhi katika dini yake, kama vile kuhudhuria vikao viovu, vikao vyenye maneno mabaya, vikao vyenye kuwatukana viongozi, vikao vyenye kuwadogesha watawala, vikao vyenye kuwasema vibaya wa maduati. Walahu an ya'tazila fudhulu suhba. Salafi anatakiwa ajiweke mbali na ajitenge na marafiki wabaya wasiokuwa na hadhi na nafasi katika Uislamu. Yani atawassu fi ikhtiyar al-ashabi. Salafi anatakiwa atawassa, atanuke zaidi katika sala zima la kuchagua marafiki, lianna suhbata idha kathrati ashghalat amma huwa anfa. Kwa sababu marafiki wanapokuwa wengi wanakushughulisha, wanakufanya wewe ushughulike na kuyaacha yale ambayo yalikuwa yenye manufaa zaidi. Na mara nyingi sana ukishakuwa na marafiki wengi huko ndani, lazima kutakuwepo na matablighi, kutakuwepo na maikhwani, masururi, masaru sunna na watu wengine wanaofanana na hao. Sasa wengine mnakutana katika maeneo yenu ambayo huwa mnakaa na kubadilishana mawazo. Tafuta wale vijana ambao watakuwa wameshikamana na manhaji sahihi ya al-sunnati wal jamaa. Bali na wengine wamekuwa na marafiki mpaka wa kirafidha, mashia ambao wanatukana masahaba, yeye ni marafiki zake. Fa'ala al-mar'i qala wa amma ma shuri'at lahu al-jamaa fala yu'tazar. Amma yale ambayo yaliyowekwa sheria, imewekwa sheria katika mambo hayo, hayafanywi isipokuwa kwa jamaa, kama vile sala ya jamaa, sala ya Ijumaa, sala ya Eid. Hautakiwi kuepuka, hutakiwi kujitenga, kasalati ma'al jamaa wa silati rahim wa ghairi dhalik, kabla kusali na jamaa. Kadhalika pia masala mazima ya kuunga udugu na mfano haya. Fa'ala al-mar', ni juu ya kila mtu, ayatadila fi babil uzlati wa an la yasluka masalika ahli al-bid'ah. Ni juu ya kila mtu afanye uadilifu katika mlango wa kujitenga. Ni kweli kujitenga kupo, lakini unajitenga katika misingi ipi? Misingi ahlul bid'ah au misingi ahli sunnati wal jamaa? Ikiwa unajitenga katika misingi ahlul bid'ah, hilo ni kosa. Kama vile uzla inayopatikana kwa ikhwani na asururiya. Wanafanya hivyo kwa nini? Ili waweze kufikia katika malengo yao ya da'wa katika uzushi wao. Sababu walijua kama watadhihiri, watafanya pamoja na watu wengine, basi hawatoweza kuwashinda wale watu na kuwashawishi. Qala fa ba'd rumuz al-ikhwan al-muslimin wa minhum sayyid qutb ya'taqiduna anna an-nasa qad irtaddu wa 'adu ila al-jahiliyyah al-ula. Baadhi ya viongozi wa kiikhwani, miongoni wao Sayyid Qutb, wanaitakidi kwamba watu wametoka katika Uislamu na wakarudi kwenye jahiliyatul ula, ule ujinga, ile hali waliokuwa nayo watu kabla ya Uislamu. Fasalaku maslakaini fi taamuli, wakafuata njia mbili, fi taamuli ma'al mujtama'ati al-islamiyya, wakafuata njia mbili katika kuamiliana na jamii za Kiislamu, allati yukaffirunaha, jamii ambazo wanazikufurisha. Maslaki ya kwanza, al-maslakul awwal, al-uzlatu ash-shu'uriyya, kujitenga kwa hisia, kujitenga kwa mawazo, kwamba yupo kimya, amekutengeni lakini hakuambieni. Wayanuna biha at-taamul ma'al mujtama' ala annahu muslimun fi adh-dhahir ma'a i'tiqadi kufrihi fi al-batin. Anaamiliana na jamii yake anayoishi nayo, akidhihirisha kwamba ni jamii ya Kiislamu, lakini anaitakidi ndani ya moyo wake kwamba ile jamii ni jamii ya kikafiri. Hii ni namba moja, maslaki ya kwanza. Maslaki ya pili, al-uzlatul kamila, kujitenga kikamilifu. Wayanuna biha at-taamula ma'al mujtama' dhahiran wa batina ala annahu kafir.
kwamba wanamiliana na jamii yao nje na ndani, kwamba hiyo ni jamii ya kikafiri. Tunajua kabisa wapo watu wakivina saa nyema makafiri, nafahamika. Yes, ndio vibaraka wa Marekani, nyinyi ndio baraka wa Trump na kadha. Nyinyi ni makafiri kama makafiri wengine. Kwa ipo uzla ya aina hiyo. Akisema hivi maana yake anajitenga na kusema kwamba wewe si katika mimi, hali ya kuwa Waislamu innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Nasema wewe sio Muislamu, bimaana amekutenga. ويعنون بها التعامل مع المجتمع ظاهرا وباطنا على أنه كافر، ولذا يلزمون أفراد جماعتهم بالهجرة ويحكمون على المقيم بالكفر. kwa sababu hiyo yulzimuna afrada jamaatihim, wanawalazimisha wale mtu mmoja mmoja katika wale watu wanaofuata kundi lao bilhijra, mwambie bwana hama katika mji huo. Unakaa sehemu gani? Sehemu fulani. La, hama katika mji huo, kwa sababu mji huo ni mji wa kafiri na watu wake wote ni makafiri. Na hata ukiswali sala yako ya Ijumaa unasalishwa na kafiri, sala ya jamaa unasalishwa na kafiri. Mwanzoni swali nyumbani, ukiona vipi hutolaumiwa ukitoka, bali utakuwa umefanya jambo zuri. Wanamhukumu yule aliyebaki, yahkumuna ala almuqimi, wanamhukumu yule aliyebaki kukaa katika nchi kama hiyo kwamba ni kafiri. Yahkumuna bilkufri, yahkumuna alayhi bilkufri. Qala Sayyid Qutb fi kitabihi Maalim fi at-Tariq, asema Sayyid Qutb katika kuthibitisha hilo kitabu chake Maalim fi at-Tariq, laysa lana an nujari al-jahiliyata fi shay'in min tasawwiratiha wala fi shay'in min awda'iha wala fi shay'in min taqalidiha mahama ishtadda ad-dhaqtu alayna hina na'tazilu an-nas لأننا نحس أننا أطهر منهم روحا أو أطيب منهم قلبا أو أرحب منهم نفسا أو أذكى منهم عقلا لا نكون قد صنعنا شيئا كبيرا اخترنا لأنفسنا أيسر السبل وأقلها مؤونة. نهي دي عزلة yenyewe. هذه هي العزلة، هذه هي العزلة. kwa tunapata uzla imetamkwa na nani? Na Sayyid Qutb katika kitabu chake Maalim fi at-Tariq. Anasema laisa lana an nujari al-jahiliyata fi shay'in min tasawwuratiha. Sawa, haifai kwetu sisi kufuata an-nujari, bi maana an nutabi'a, kufuata ule ukafiri. Al-jahiliya kwa maana ya ukafiri, kufuata ule ukafiri katika kitu chochote ndani ya zile sura za uo ukafiri, wala fi shay'in min awda'iha, wala katika chochote katika zile hali zake, wala fi shay'in min taqalidiha, wala kwa chochote katika zile mila zake na takalidi zake. Mahma ishtadda ad-dhaghtu alaina, kwa hali yoyote itakayotupata sisi ya dhiki, hata kama watatukaba kiasi gani, kutulazimisha kiasi gani, hatutoweza kufuata ukafiri huo. Hina na'tazilu an-nas, wakati tunapoachana na watu tunajitenga, maana kalimatul uzla, liannana nuhissu annana atharu minhum ruha. Tunafanya hivi kwa sababu tunajitenga na watu kwa sababu sisi tunahisi kwamba roho zetu zimetaharika zaidi kuliko zao. Wa atyabu minhum qalba, nyoyo zetu pia ni nzuri zaidi kuliko zao. Wa arhaba minhum nafsa, bali nafsi zetu zinapokea zaidi matendo mazuri na maneno ya Allah na mtume kuliko wao. Wa azka minhum aqla, na tuna akili zilizokuwa dhaki salama zaidi kuliko zao. La nakunu kasarana shay'an kabira, tunapokuwa tunawaacha watu na kwenda kuishi peke yetu, hali ya kuwa tupo katika sura hii, hatui tumefanya jambo kubwa sana, kama jambo baya ambalo watu wanatakiwa tulaumu. Iftarna li anfusina aithara subul aqalha mauna, tutakuwa tumechagua kwa nafsi zetu sisi njia ambazo ni nyepesi zaidi kufikia lengo letu, kadhalika pia ni njia zisizokuwa na gharama, zenye gharama ndogo. Qala wa min alwasail almundarija tahta hadha alasl, katika wasila pia ambazo zinatokana asli hii, istikhdamu sururiya wal ikhwani almuslimina litaqiyya. Hawa watu maikhwani na sururia hutumia taqiyya,
ambao mara nyingi takia ni nguzo katika nguzo za dini ya Shia, na wanasema wanawachuoni wa Kishia, man la taqiyata lahu la dina la, asiyekuwa na takia hana dini. Na takia kwa tafsiri fupi ni uongo. Takia kwa tafsiri fupi ni al-kadhib wal khiyana.